Hapo zamani za kale, katika msitu wa Gamajuyu, paliishi panya na simba. Siku moja, panya akawa katika matembezi yake ya kutafuta chakula siku hiyo. Alitembea kila kona ya msitu huo bila mafanikio. Akatembea na kutembea, akafika mahali, akasimama, akawa yatazama kushoto na kulia. Hakutambua kuwa kulikuwa na simba nyuma yake. Simba akagutuka kutoka usingizini na kumwona panya akiwa amesimama mbele yake. Ghafla simba akamshika panya mikononi na kumwambia kuwa ataenda kumfanya kitoweo siku hiyo. Panya huyo alimsihi simba asimle kwa maana anaweza kumsaidia siku moja pindi akiwa kwenye shida. Simba alicheka kwa kejeli sana na kuamini kuwa panya hawezi kutoa msaada wa aina yoyote kwake yeye, ila akamwambia ni sawa na kuacha uende nyumbani kwako. Huenda labda ikawa siku moja utakuja kunifaa kweli. Simba na yeye akageuka na kuamua kurudi nyumbani kwake. Alivyokuwa njiani, simba kwa bahati mbaya alikamatwa na mtego. Simba alilia kwa sauti sana na kupiga mayowe, huenda angesikika na kupata msaada kutoka kwa wanyama wenzake. Ghafla panya alisikia sauti ya simba ikinguruma kwa umbali. Akajua kuwa simba yuko matatizoni. Alikimbia sana kuelekea huko mgurumo wa simba ulipokuwa ukisikika. Panya akamkuta simba kanaswa na mtego. Ghafla akapanda juu na kuanza kuingata ile kamba iliyoshikilia mtego huo. Simba akaanguka chini kwa kishindo. Simba alishangaa sana, ni mnyama gani huyu ambaye alinipa msaada leo? Alivyogeuka alimkuta panya akiwa amesimama mbele yake. Simba alishangaa sana na kuduaa kuona yule panya alikutana naye hapo awali ndio alimpa msaada. Tokea siku hiyo simba na panya walitokea kwa marafiki sana, wakasaidiana kwa kila hali. Funzo: usidharau mtu kwa udogo wake, maana hata cheche ya moto huchoma msitu.